بك من النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا كريم. Naomba nichukue fursa hii kuwashukuru kwa dhati kabisa kwa imani kwanza kunikumbusha kwamba kuna wenzangu katika msikiti huu na wangependa kuungana na mimi au niungane nao katika kusali sala ya tarawih katika kipindi hichi cha Ramadhani. Kwa hivyo na mimi nashukuru kwamba Mwenyezi Mungu atumafikisha, nimefika leo hii Pemba, lakini nikasema basi niitumie leo kuja kusali katika kuungana na nyinyi katika sala ya Isha na katika sala hii ya tarawih. Muungano huu, kujumuika huku pamoja, ni kielelezo cha tunavyotakiwa kuwa pamoja, na mimi nashukuru kwamba mlianza nyinyi kunikumbusha. Alhamdulillah, na mimi Mwenyezi Mungu akaniwafikisha nikakumbuka, tukaja tukaungana pamoja. Muungano huu, kujumuika huku pamoja, ni kielelezo cha tunavyotakiwa kuwa pamoja, na mimi nashukuru kwamba mlianza nyinyi kunikumbusha. Alhamdulillah, na mimi Mwenyezi Mungu akaniwafikisha nikakumbuka, tukaja tukaungana pamoja. Na wenyewe nyinyi ni mashahidi kwamba Mwenyezi Mungu alhamdulillah alitakabali dua zetu, na kwa namna ambao hata wenyewe hatukuifikiria. Binadamu akiomba anataka khuliqal insanu min ajali, au sio? Mwenyezi Mungu kamuumba binadamu na jambo la haraka, kwamba alipate lile analolitaka kwa muda anautaka kwa namna anaulitaka. Lakini Mwenyezi Mungu ana namna yake ya kutujibu dua zetu, lakini hilo litakuja kwa mwenye kutafakari. Na katika kujibu dua zetu, la kwanza ni kutupitisha akatubakisha salama katika nchi yetu. Alhamdulillah, tumelipita hili tukiwa nchi yetu salama na sisi wenyewe tukiwa salama. Na Mwenyezi Mungu kama alitaka kutuonesha yangeweza kutokea haya yaliyotokea kwa wenzetu Tanzania bara, ni makubwa sana. Na hapa kwetu yengeweza kutokea, na mara hii pengine ingekuwa makubwa kuliko wakati wowote ule alipotokea. Sisi naomba tuitakidi, mimi mwenzenu naitakidi kwamba Mwenyezi Mungu alitakabali dua zetu, tukapita jambo hili kwa salama, kwa sababu jambo la mwanzo ni kuhifadhi nafsi, kuhifadhi heshima ya watu, kuhifadhi na mali zao. Na hayo matatu yote alhamdulillah tuliyaweza lakini baada ya hapo tunakwendaje? Salama hii haitoshi, kwa sababu tunaona kwamba salama hii ni kama ya mpito, ndio tulivyozoea. Kwa hiyo tulichochukua sisi hatua, tunashukuru kwa msaada wa viongozi wetu wenye hikma, wakasema haya mambo hatujayachoka, haya mambo tutatatua kwa njia tena ya ugomvi, kwa sababu jambo baya limetokea. Hata ukilisema namna gani bado litabakia ndo vile vile, kwamba ni baya, limeshatokea. Likiungua hata ukisikitika vipi, ndio limeshaungua hilo. Likimwagika ndio halizoleki tena, lakini ni kutengeneza ukapata la kutumia lisije likamwagika tena, lisije likaungua tena. Kwa hivyo na sisi tulikubali hekima yao, na hatujawahi, ndio mila tulioachiwa na wazee wetu, kwamba tutafute amani ya nchi yetu kwa njia ambayo ni ya salama, na tukaingia. Na alhamdulillah, mimi niseme kwamba tulifika pahala pazuri, wenzetu wakatufahamu, na nikisema wakatufahamu, msifikiri kwamba wametufahamu wote, kwa sababu katika binadamu wako wanaokosea na wako wanaopotoka. Hizi ni tofauti, ni makundi mawili tofauti. Kuna wanaopotea au wanaokosea,
na kuna wanaopotoka. Kuna wapotofu na kuna wakosefu. Mkosefu ni yule ambaye ukenda ukimwambia atakusikiliza, atasema kweli. Huyu ndio yule mwenye nafsi lawama, kwamba hapa nimefanya jambo, tumekosea. Lakini mpotofu ni yule ambaye Mwenyezi Mungu kampiga muhuri. Huyu haoni lolote, na mara nyingi ni mpotofu au mpotefu au mtu aliyepotea, halafu akawa na kibri. Na huyu hujagombana naye wewe, kagombana naye hata Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu binadamu anayegombana naye, aliyekuwa kamfungia milango, ni yule ambaye kapotea, anapojaribu kufahamishwa bado akawa na kibri cha ukosefu wake, asitake kusikia, asitake kuona. Ndio Mwenyezi Mungu alipogombana hata na wanafiki, au sio? Kwamba wameambiwa, wameelezwa walichokosea, lakini Mwenyezi Mungu anatuambiaje? Wa idha qila lahum ta'ala hum yastaghfiru lakum rasulullah lawau ruusahum wa raitahum yasuduna wa hum mustaqim. Ndio maana akasema sawa'um alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfiru lahum lan yaghfira Allahu lahum inna Allaha la yahdi alqawmu fasiqin. Ni kwa sababu walikosea, walipotaka wakaambiwa wanyooke, bado wakawa na kibri. Sasa tunasema na sisi tunao ambao baada ya kuambiwa wakasema kweli, hapa tumekosea. Sasa hilo ni jambo la kushukuru, na tuna mambo tumekubaliana, tuna imani, tuna tamaa. Sisi tumemaliza kwa upande wetu, tunategemea na wenzetu nao walituomba kwamba wana utaratibu wao, waende wakamalize, tuje tuwaambie sasa wananchi, jamani, kwanza hili jambo tumekubaliana na kila upande uko tayari na unachukua ahadi ya kuyatekeleza, kwa sababu uko nyuma hilo halikuweko. Mara yetu umesema lazima hilo lifanyike. Tuje mbele ya watu, ya wananchi, tuwaambie sote kwa pamoja, jamani, tulikosea, palitokea tatizo, lakini sote tunachukua ahadi ya kuyanyoosha yaliyoharibika. Lakini na kwa kutumia fursa hiyo hiyo kuambia yepi yatakwenda kurekebishwa na yatarekebishwa namna gani. Nia yetu, dhamira yetu ni kwamba yaliyotokea yoyote yasitokee tena. Nasema sisi tushukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ya hii ambayo tunayo, kwamba tunapoharibikiwa nchi hii, neema kubwa iliyo nayo ni Uislamu. Ni Uislamu. Mna pahala pa kurudi, mkashikamana, mkaungana tena, mkasimama tena. Kwa hivyo mimi la kwanza niwaombe kwamba bado mtupe muda, sisi imani yetu tutaweza hili kupata jambo la kutumia kusawazisha. Inshallah muda ukifika, yote mtaambiwa, mtaelezwa, mtayasikia, mtafahamu kwamba hakuna kwenda kutengenezwa kitu gani. إلا الله نستغفرullah نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا